Mtazamaji wa Mnyasa Media, nimepata fursa ya kukutana na Mtanzania mwenyeji wa Ujerumani, mwenyewe anajiita Mjerumani kama ambavyo unamtizama hapa. Naenda kuzungumza naye kuhusiana na mchezo wa Jumapili, Simba dhidi ya RS Berkane. Kwa taarifa zilizoko, mchezo utapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ya awali iliyotolewa kwenye tovuti ya kafu imeweza kuondolewa na muda umeweza kuondolewa, na kuna barua inasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha kwamba mchezo huo unapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama ambavyo Simba walikuwa wakipeleka maombi yao kwenye shirikisho la mpira wa miguu Afrika kafu, mchezo huo upagiwe kwenye uwanja wa nyumbani wa Simba Benjamin Mkapa. Mzee wangu shikamoo. Marhaba. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona umetabasamu sana kabisa baada ya kusikia taarifa zinaeleza kwamba mchezo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi kama mimi tabasamu nao kila siku. Kila siku ya Mungu. Napoamka mzima niko na lakini wewe ni mnazi wa Simba wewe, nakujua. Hiyo ndo unajua ukishakupenda kitu unaambiwa upeleke na matumaini yake ndani yake. Hiki ambacho tunakisikia kwamba mchezo unaweza ukapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao unabeba mashabiki zaidi ya 60,000. Unadhani kwa matokeo ya awali ya Simba dhidi ya RS Berkane, RS Berkane wakiwa wamepata magoli mawili kwenye mchezo wa nyumbani, Simba anawakaribisha Berkane nyumbani kwake, unadhani Simba anaweza akafanya maajabu kurudisha magoli yote mawili na kupata la tatu na kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza, ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika? Kikweli mwandishi wa habari, mimi nishazungumza tangu wiki iliyopita, nilizungumza na nikawaambia jana wenzangu haya mambo msiwe na hofu. Kila kitu kiko sawa. Unajua mwaka huu mwaka wa riski ya Simba Sports Club. Na kwenye maisha yote, kwenye kizuri lazima misukosuko itokezee. Huwezi kupata kitu kizuri bila misukosuko. Kwa hivyo tukijaliwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Jumapili surprise ipo kubwa sana. Surprise ipo tena kubwa sana. Umesema kuna surprise Jumapili, umesema afu kubwa. Kubwa sana. Manake hiyo kubwa hiyo manake magoli hayo. Mimi nimeweka mpaka huo tu, kubwa na kubwa sana. Unaisha hapo kubwa na kubwa sana. Basi. Unataka kuongeza? Kwa sababu nikiongeza utaondoa utashi. Lakini surprise ipo. Kwenye mchezo wa awali uliona makosa ya pengine ya Simba ambayo aliyafanya mpaka karuhusa yeye magoli mawili kwa haraka, takriban dakika ya 8 na dakika ya 14. Manake ndani ya dakika 15 tayari ndo mchezo ulikuwa umeisha. Kwa namna hiyo tunaweza tukasema pengine pale Simba ilibidi tu waseme na RS Berkane bwana, mpira uishie hapa, kama ungejua kwamba mbeleni hakutakuwa na magoli mengine ya ziada. Unajua mimi sikuangalia mpira kwanza mwanzo mpaka mwisho, sijaangalia. Isipokuwa nilikuja kuangalia baada ya matokeo. Lakini unajua huu mpira, unajua wenzetu walikuwa shajiandaa. Unafahamu? Lakini kutokana na wachambuzi wa hapa kwetu nchini Tanzania, wanawachukulia wale watu kama ndo ni watu waliokuwa hawakamatiki, unafahamu, hawagusiki. Lakini aliocheza mpira sana unajua sasa huu ni mwana mpira, basi hawana tishio kubwa sana. Hawana tishio kubwa. Na ile ilikuwa kama fluku, bahati yao tu kupata ile kwa dakika zile. Lakini kama ingekuwa wana uwezo, basi nafikiri ingekuwa wana magoli mengi. Manake kama ingekuwa wana uwezo kuliko Simba, manake wangefunga magoli mengi zaidi. Mengi sana. Kwa sababu unajua utapoangalia mistake ni kitu cha wazi. Unapokosea kitu kidogo mwenzio anakuadhibu. Sasa kwa hivyo wamepata chance zile 2-3 kwa makosa ya wachezaji, na wenyewe wamekiri makosa yao na wakajirekebisha baada ya dakika 20. Na umeona mpaka dakika 100 kwa sababu na zile ziliongezwa unaweka 100, lakini dakika 90 zote ndo zimemalizika 2 kwa bila. Na ndoto yao
au ilikuwa plani yao wao kupata zaidi ya zile. Lakini kutokana wamepata zile mbili, sasa wanabidi watafute mbinu vipi za kuweza kuzizuia zile mbili katika Dar es Salaam. Tumeona mchezo ulipomalizika, mashabiki wa Simba waliokuwa uwanjani wale wachache walikuwa wanashangilia, lakini mashabiki wengi wa RS Berkane walikuwa kama wamefungwa japokuwa wameshinda. Ile inaashiria nini? Unajua, ndio maana narejea mara 10 kusema huu ni mpira. Ndio. Unajua, nitakupa mfano mdogo tu. Sisi tunaishi nchi za wenzetu takriban miaka 23 sasa hivi niko Ujerumani. Na mimi ndio maana kuna siku nilikwambia mimi ndio Mjerumani halisi. Mjerumani halisi. Hao wengine wanajibandika majina kusema Mjerumani, chuma cha Mjerumani. Wale wanatafuta ugari wao. Wanatafuta ugari, wapate ndio hiyo mnasema wapate followers wingi, ajulikane mitandaoni. Lakini kama utamweka katika sekta ya mpira, uchambuzi hana. Mimi namfuatilia sana. Kwa hiyo hapo namzungumzia Ambokile. Na kuna mzee mwingine yule ndo jirani yake yule wanakuwa katika media moja wale. Anaitwa mzee gani yule mwingine? Mzee wa fact anakuambia. Unajua huu ni mpira. Niliwaambia wenzetu unapokuwa kwenye mambo ya kitaifa, wanakwenda kitaifa. Wanapokwenda kwenye ligi za ndani, kila mtu anakuwa kivyake vyake. Sasa sisi hapa Tanzania hatuna umoja huo. Ni kitu kikubwa, ni aibu. Tena aibu watu hawajui tu. Lakini kwa sababu wanafanya biashara, wanataka kupata media zao zende kwa haraka, wapate umaarufu. Lakini kiwasilia tujaribu kuangalia katika mipira yetu ya wenzetu wanapata Champions League. Waangalie waandishi wa habari katika wanapofanya interview, wanapotoa maelezo, ndio utajua kama wenzetu wana kitu cha ziada. Lakini sisi hatuna kitu cha ziada. Tuna vitu vile vya kukandamizana tu, yule ko hivi, yule hapati, yule kwa hivyo na hatuendelee, kiufupi hatuendelee sisi maisha. Nimeona kuna video moja inasambaa kwenye mitandao. Wanachama na viongozi wa Young Africans walikuwa wanaangalia ule mpira wa Simba dhidi ya RS Berkane. Na kulikuwa na mchezaji Stefan Aziz Ki alikuwa ameketi pale. Goli la pili lililofungwa na RS Berkane walionekana kushangilia kule kule, lakini Stefan Aziz Ki anaonekana kukathirishwa na kile kitendo cha Watanzania na wanachama wa Yanga na wapenzi wa Yanga kushangilia goli likifungwa. Jambo ambalo limeleta kidogo mgongano kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini mgeni asikitike timu ya Tanzania imefungwa lakini mwenyeji ashangilie timu ya nyumbani imefungwa? Ndio hicho ambacho wewe unakizungumza. Ndio nakwambia hatuna uwiano. Unafahamu? Sasa wewe utamchukua kama leo ni sawa unapomwona jirani yako anapata mafanikio, wewe leo unamfanyia husda, unamkasirikia. Sasa ni sasa na hawa vijana watoto wa 2000 tuseme 2023 kwa 24. Lakini kama utachukua wale au ndo kina Mwalimu, kina Dogo Yanga sugu anaitwa wale, na yule mwingine anaitwaje yule iko sana huyo Nasoro. Wale mpira hawajui. Hawajui mpira. Mimi nakwambia tena na hii clip wapelekee. Hawajui mpira. Unajua mpira lazima ujue mbinu, ujue historia ya mpira iko vipi, ujue nini maana ya football. Lengo lake ni nini hasa? Lakini sasa wale wapo katika ushabiki. Sasa ushabiki haileti nini? Ndio kama hivyo, una aibu tupu. Mchezaji wenu wenyewe mnampa mapesa tele milioni 35, mnamlipa, hatima yake kwa sasa hivi kishaondoka. Yuko huko nchi za Arabu. Na yule atakata asema kwamba hamna uzalendo nyinyi kwenye hamna uzalendo. Kiufupi sasa sisi kwa mfano Ujerumani, nichukulie kwa mfano timu ya Bayern Munich ama
Leverkusen imeingia fainali labda na timu kutoka ligi ya England. Wajerumani wote wa Bayern watashabikia Leverkusen? Mimi nakupa mfano hai. Mimi World Cup ya 2006 niko pale Ujerumani. Na nilikuwa nafanya kazi. Inapokuwa kimataifa, Wajerumani wote ni lengo lao moja tu. Lengo lao ni moja tu. Moja tu. Sisi tumefahamiana? Nakuelewa. Na kikubwa wanachangia kwanza nchi kwanza. Sikiliza vizuri. Hiyo wapelekee. Wajue nini maana mpira. Wanachangia nchi. Wanachangia vipi? Kwenye biashara. Ndio mbinu za biashara kwanza. Wanachangia kile kinachostahili katika ile timu ya taifa. Kinanunuliwa hata kama itakuwa euro 200. Manake wananchi wananunua wenyewe. Wananunua bila kupigwa kelele, bila support yoyote. Mimi nakwambia hivyo. Twende katika ligi ya ndani. Dortmund. Borussia Dortmund. Akicheza na Bayern. Ni maasimu hawa. Wawili. Na wote majirani hawa. Ni kweli. Lakini vipi? Ni maasimu. Sasa wenzetu wasimu wao unakuwa uko pale kiwanjani tu. Wanaoneshana makarama. Nani mwenye uwezo? Nani alokuwa hana uwezo? Wachezaji wako kiwanjani, wapenzi, kila unamwona mpenzi kama watu 200, ina maana 100 huku, 100 huku. Na ground yote imejaa, full house. Na kila mmoja kanunua jezi. Zikiwa manjano kwa weusi, manjano kwa weusi. Zikiwa nyekundu. Sasa leo wewe unapendelea timu yako, mchango utoi, hamnunui jezi, hamchangii klabu, mshazoea ndio mnapelekwa safari za bure, mabasi watoe ndo klabu ndo ichangie mafuta, mpakiwe mpelekwe, mahotelini mlipiwe. Unafahamu? Imekwenda kucheza ndo Morocco si wapi, wamelipiwa kila kitu. Sasa mnakuwa ile klabu mnaiua. Lakini raha ya mpira, kama unaupenda mpira, changia timu yako. Ndo pale utasema wewe ndo kindaki mnavyosema. Sasa leo unamdanganya mtu, mimi na kadi sijui hapa nalipia. Kama utafuatilia undani, halipi hata sumu. Hata 100 halipi. Hata ile sumu sio 100, sumu ni mtu halipi. Sisi ushabiki wetu mandazi tu, juu kuongea tu. Kuongea ajulikane kwenye TV kama na yeye kazungumza hivi, lakini mchango hawana pesa mbili. Sema ndo ile tunachukuliana ndo mjomba shangazi, ndo Tanzania kwa hivyo. Lakini kama ingekuwa light club inachukua maamuzi, watu kama wale ingekuwa hawapo. Ungekuwa hamna ujinga kama huo. Ujumbe wako sasa ni upi kwa Watanzania kuelekea mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane? Mimi ni Mtanzania mwenzao. Na nimetoka Ujerumani, nimekuja hapa. Sasa hivi na wiki ya pili. Japo sikwenda Morocco, sio kama sina uwezo. Na uwezo, lakini mwenyewe niliamua kubakia kwetu sababu na preka zangu za ujenzi na familia nayo mimi, nafahamu. Lakini mimi nawasihi tu Watanzania wenzangu, hasa hapa bara. Zinapokuwa kimataifa, watu wawe kitu kimoja. Tuone aibu. Leo rais anatufanyia mambo tele. Sasa wewe mlala hoi tu unakwenda ujulikana wewe unaenda kushangilia klabu iliyokuwa tae kuhusu. Haikujua mbele wala nyuma. Ajabu sana. Na viapo na hapa kwa Mungu. Berkane anachukua ubingwa. Sasa kama sio fitna kitu gani hiyo? Ni fitna hiyo. Tuseme ni chuki. Mimi nasema kitu kimoja tu, ni roho mbaya. Ni roho mbaya. Basi hakuna chingine. Kushangilia wageni. Ndio maana Mungu huwa anakupa, lakini kinakuwa kina faida. Hakina faida. Kwa sababu wewe unazungumza tu, lakini faida inapatikana. Unapata mtu mwingine. Yani unazungumza mpaka mapovu na kutoka ya mdomo. Faida yake baadaye unakaa usiku mmoja unajuta, nafsi inakusuta. Kwa hivyo langu kubwa wa Tanzania tubadilike.
Nikushukuru sana na nikutakia kila laheri kwenye kuendea kutazama mchezo siku ya Jumapili. Mimi nikijaliwa shangwa, Mungu akinipa uhai na uzima na nguvu, nitakuwa kiwanjani. Shukrani sana. Haya.